Kuhusu wewe kuolewa mke wa pili ni la kweli? Mimi sijui kama mimi ni mke wa pili. Mimi najua mimi ni mke mmoja na mume wangu ananiambia na mke mmoja ndio mimi. Na naona muda wote niko naye. Sio hapa niambia mume wangu apende mambo ya interview, fanyeni haraka muondoke, anakuja. Nimeona unaongea naye muda wote. Kwa hiyo hayo mengine mimi siyajui, kwanza ninapata furaha naye, hayo mengine siyajui. Maana sasa akazungumza si kanzo aliyomolea sijui Dani Doto ndo ile pia. Mambo vipi mtazamaji? Karibu sana kwenye exclusive interview. Leo bana niko na dadangu kabisa hapa. Siwa. Mambo vipi? Poa. Sima laki. Alhamdulillah. So unaendaje? Ipo imepanda, iko vizuri. Kwa mwezi huu kwa wewe ni vitu gani ambavyo unapenda sana kukaa navyo mbali kama mwezi wa Ramadhani? Pombe kwanza. Kusengenya. Kutoka labda vile outi. Unaweza kutoka kupata kishawishi ndo kanywa pombe. Lakini mimi sina dhambi kubwa zaidi ya pombe. Maana zinaa nishakwepa. Ningekuwa sijaolewa ningekuwa na zinaa. Kwa hiyo kwamba manza nina mume wangu. Kwa hiyo nikifanya ni harari yangu. Siwa kuna kipindi nilikuwa nazungumza nayo kanambia kwa yeye kuishi bila ndoa ni kitu kimoja kigumu sana kwa namna zao ambavyo ulivyolelewa na nini. Ni vitu gani ambavyo vimekushawishi sasa hivi kama bwana ngoja nirudi kwenye ndoa nyingine? Kitu nishawishi ni kukimbia zinaa kwa sababu Mungu ameikataza. Na pia kupata mwenzangu ambaye tunashirikiana kwa pamoja. Sio kwamba sijaamini kwa akili yangu, lakini ukiwa na mwenzako inakuwa nzuri zaidi pia. Na unawaambia hili nimeliwaza walionaje na wewe, na yeye anatoa wazo lake. Kwa hiyo nitakuwa sina hali ya upweke. Mimi sihitaji sana upweke, nahitaji kuwa na mwenza. Ni mwanamume gani namna gani hasa ambaye uko naye sasa hivi na ndio maana mpaka umevutiwa naye? Ni mwanamume mwenye upendo. Ana upendo na mimi, anapenda watoto wangu pia. Kwa hiyo ananipa furaha. Inatoje eti umechukua mwanamume mdogo? Ni mkubwa. Ni mkubwa, mume wangu amenizidi miaka karibia 3. Ni mume wangu ni mkubwa ila mwili wake ulivyo na mimi nilivyo naonekana kama yeye mdogo, lakini mimi mume wangu ni mkubwa. Naje kwa mdogo pia ningesema. Mume wangu ni mkubwa. Ni ngoja vitu hapa pia umevizingatia pia sio? Kwamba nichukue mwanaume mkubwa. Imetokea hivyo. Ingetokea tu nimeelewana na mtu ambaye yeye mdogo pia ingekuwa tushaelewana. Kwa haina jinsi. Lakini uzuri zaidi nilikuwa naipenda kama hii. Anizidi miaka tena hata 5 hata mingapi, lakini imetokea huyu 3 sio mbaya, lakini kikubwa mume wangu ni mkubwa. Kwa umri yule ni mkubwa. Ila watu wanavomuona wanamuona kama mtoto. Lakini yule ni mkubwa kabisa kanizidi mimi. Penda mahensa. Tunavia sherehe yetu kwa sababu ya muonekano ndo wala right bwana. Sio muonekano tu anaupenda, sababu mahensa wengi wamenitongoza, wengi. Lakini wengine wanakupenda kama si wa Kikala tu, kwa sababu ya usiwa dada yake Makabila ndo mtu anakupenda, lakini yeye amenipenda kama mimi sababu ni mwanamume wangu wa miaka mingi. Kwa hiyo alikuwa ananipenda kipindi hicho mimi yani sieleweki. Mpaka sasa hivi tunapendana bado. Wewe mbaya unataka hata kipindi bado huko kwenye ndoa, lakini kwa bado anakutafuta, unakuwa unampa majibu sio? Amenitafuta sana. Alikuwa kila kija Tanzania ananitafuta kwa sababu alikuwa anaishi South Africa. Kwa hiyo kwa sasa hivi ndio amenikuta niko free hivyo, na mimi sipendi kusaliti ndoa yangu. Kwa hiyo amenikuta sasa hivi niko free, mambo yanaenda. Kwa sasa hivi mnaishi naye Tanzania au utaondoka pia? Yuko Tanzania bado, kama kuondoka labda baadaye. Na kama kitokea kuondoka tutakuwa tunasindikizana nampeleka. Mambo ya airport. Visa itachafuka sana visa. Itachafuka sana, itagongwa sana. Watu wajipange kwa kweli. Mimi nikupongeze pia. Ukiacha tu kwamba ndoa yako imekuwa na mvuto pia, watu wameipokea vizuri. Unajua bana kufunga ndoa na watu wakaizungumzia ni jambo la heri pia. Kwa nini hasa ndoa yako imekuwa inazungumzia sana? Watu hawakuamini. Eti kisa watoto 5. Yaani watoto 5 nao na utamu nao vile vile. Alafu na najiamini. Unajua wanawake, kweli wanawake si unasema mwanamke ni yule unahangaika nini? No, wanawake sio wale. Wanawake tofauti kubwa sana. Wanaume pia wanajua hilo. Na mwanamke ukiwa unajituliza, mwanaume anajua. Akidini naye ndio huyu ni mwanamke nimekutana naye na ni mtulivu. Anaonekana kuna baadhi ya vitu anajua. Kwa hiyo sina mambo ya kukaruka. Japo mimi nikicheza karakta zangu naonekana mtundu lakini sina ule utundu ambao na ufanya uuni wa nini, sinaga desturi na sina tabia hiyo. Na mimi sikuzunguka sana. Mimi niko naolewa tu ndugu yangu. Mimi nimetoka nimevunja ungo tu, nimekaa kidogo nimeolewa. Nimekaa miaka yangu 10 na ngapi nikachika na mwanaume nikaolewa na mwingine, huyu tumekaa miaka 16. Nimeachana naye nimeolewa na huyu. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye niko mtu fulani ambaye tofauti, yani mimi shamba fulani. Nakwambia yani mimi kuna baadhi hata sehemu hapa Dar es Salaam sijui na sijafika. Na hazina maana. Yaani kama ufike ile sehemu umemkosea Mungu, lakini mimi mandhari Mungu sijamkosea kufika hiyo sehemu, afu ni starehe tu.
haina shida. Mimi sio mambo yangu, kama kunipeleka kama mume wangu anapenda atanipeleka yeye. Kombe vitambaa na nini si wapi sio mambo yako. Yaani unikuta mimi. Sio kwa hata hivi cha usiku sio mara nyingi. Yaani kienda ni muhimu sana, nimeitwa, nimepewa kadi, naenda hivyo. Lakini sio mzululaji, sio kukesha, ni mimi ukinichukua utapata aibu. Maana nasinzia. Kwa hiyo nitakuzalilisha tu. Ziko ng'ombe ngapi wewe? Hamisa naambia ziko ng'ombe si 30 si ngapi? Asa ng'ombe mimi Msukuma. Mimi sio Msukuma, mimi Muislamu. Sasa mtu ambao tusitaje mahali kubwa, mahali iwe tu ya kawaida kuridhia. Kutokana na hali ya mwenzako unamtaja na mahali ambayo ataiweza. Kwa hiyo mahali ni siri ya mtu. Sababu ndio maana hata Waislamu wanasema kwa mahali mliokubaliana. Hawataki kitaje kiwango kwa ajili ya mambo haya milioni 30 milioni ngapi? Ndio hiyo shida ambayo inakuja kuingia katikati baadaye. Kikubwa mpendane tu. Unaweza kulala milioni 30 milioni 40 na usikae. Kwa hiyo yani wewe kikubwa maelewano. Na ukaolewa kwa milioni 30 ngapi na ukadumu. Kwa hiyo kikubwa muelewane. Basi, na ndio ni maelewano tu. Ukiona wewe na mwenzako hamjaelewana mwezi kudumu. Kabisa. Mahali kubwa kidogo zinakuwa ni kipengele wakati mwingine. Simaanishi kwamba kipengele, ila unamwangalia mwenzako ana hali gani ambaye anakuchukua. Hasa wewe mtu kweli maisha yake yenyewe ndio hivyo, tia maji naomba milioni 30 na 40 ataitoa wapi? Au unampa ugumu ndo unataka asipoe labda. Sababu wewe. Pia mimi mtu aniwe kwa upendo, tu anipende mimi na watoto wangu. Ananiwa bure. Lakini sio bwana, kuna maneno mengi ambayo anazungumza bwana. Dada yetu bwana Maimasa Jesse, kuna maneno mengi ambayo amekuwa akiyazungumza. Tukachatuka sasa hivi. Hivi kwa nini ndio wako anaishambulia sana? Sijui, yani sielewi. Yani sio mimi tukachetuka sasa hivi mtu kila sehemu. Lakini ndio style ambayo amejichagulia kuishi. Haya maneno kwa kweli hata mimi nimeyasikia. Nimeyaona mengine nimeyasikia. Lakini naona kama ni maneno kwa sababu siyaoni nikiaishi. Madhari ya nayaishi ningesema kweli ya mambo yana ukweli. Kwa hiyo siyaoni nikiaishi ya mambo. Amesema kuhusu wewe kuolewa mke wa pili. Ni la kweli? Mimi sijui kama mimi ni mke wa pili. Mimi najua mimi ni mke mmoja na mume wangu ananiambia na mke mmoja ndio mimi. Na naona muda wote niko naye. Sio hapa na mume wangu hapa ni mambo ya interview, fanyeni haraka muondoke anakuja. Nimeona unaongea naye muda wote. Kwa hiyo hayo mengine mimi siyajui, kwanza ninapata furaha naye, hayo mengine siyajui. Maana sasa akazungumza si kanzu aliyomolea sijui Dani Doto ndo ile pia. Kanzu imetoka Dubai ile, kaja inayopendeza kutoka Dubai. Kainapendeza. Amemwagizia yeye, alimpigia simu, kamwagizia kamletea kanzu. Kwa hiyo wala sio kwamba ni kanzu ile. Aangalie vizuri hiyo kanzu ambayo yeye anaijua huko. Sio hii. Unahisi kwa nini haya maneno yanazungumzwa? Si wanazungumza uza story, lazima azungumze ile uza story, mambo yaende mjini hapo. Kwa mjini mambo mengine lazima yaende. Basi unaacha mambo yaende. Kuna wivu hapa katikati. Mimi sina hivyo naye, ni rafiki yangu Maimasa. Rafiki yangu unajua? Mshikaji wangu sana miaka mingi toka tuko Vigoli mpaka sasa tunazeka pamoja. Rafiki yangu. Anakucha chufa. Ni mshikaji wangu, lakini najua yuko kazini, mwache tafute hela. Na alitishia kumpeleka maeneo siko kule. Anasema bana kwa hichi ulichokisema utapeleka na kubaya. Alipaniki, lakini mimi sio mtu wa kupaniki. Mimi hata useme nini? Mimi paniki yangu tabu sana. Naweza kutafuta paniki miaka 10 na usiione. Ulipiga simu kuongea naye? Mai. Sijaongea naye. Niongee naye nini? Kauli nzito zilojua. Niongee naye nini? Vipi wewe mke wa pili umemtolea? Mimi siwezi kuongea naye chochote. Siwezi. Watu wanasema bwana wakati mwingine lazima pia mweke sawa ili asiye kaeka maneno huko mbele. Haya ataongea, lakini mimi najua niko na mume wangu na tunapendana. Kwa hiyo mimi hainiharibiki chochote. Unaambia nini hasa mabinti ambao bado hawajaolewa pia? Unajua wakati mwingine pia ndoa zimekuwa zikistiri sana, hasa kwa mtoto wa kike pia kukaa bila mume na kwa kidogo sio picha nzuri. Kwa upande wako wewe hasa unalipi la kuzungumza? Kuhusiana na watoto wa kike, yani kwamba wamfanyaje? Kuolewa, hasa kuolewa. Mastaa pia ambao wanaogopa kuingia kwenye ndoa kisi kama hamna mtu anaogopa ila hawajapata. Kweli. Tuambizana tu kweli hapa. Wanakuja tu wao wanawachezea wanaondoka. Wanahangaika watu wengine hatari kutafuta hizo ndoa wazipate. Ndoa ni Mwenyezi Mungu anakudondoshia kudura yako. Kwa hiyo watulie tu waombe Mungu. Ndoa inapatikana kwa Mungu, haipatikani kwa mganga wala wapi. Wewe muombe Mungu, atakuletea fungu lako. Atakuletea mwanaume ambaye unamtaka. Mimi ni mwanaume niliyompata ndio mwanaume ambaye niliyomuomba. Nataka awe hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na ndio kawa hivyo na ndio nimempata huyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa baraka hizi. Kuna watu wanakaa kwenye uchumba zaidi ya miaka 4, 3, 5 na hajaoana. Unadhani tatizo linakuwa ni nini hasa? Tatizo makubaliano yao wenyewe na mwanamke kujirahisisha. Sasa wewe mbaba sasa hizi umeacha skin tight. Haya, za siku nyingi umeacha gagulo. Haya, wewe mbona uonekani umeacha kanga? Mwisho siku umehamia. Ukihamia haya ndio unakaa naye unalala unamkaa naye anaoa nini? Si anajua yeye anachokitaka anapata.
Kwa hiyo inabidi mwanamke ujiweke level fulani kwamba mimi ni wa thamani, uonyeshe thamani yako. Unanitaka mimi nenda kwetu. Kwa mimi sasa hivi hata babangu anajua mtoto wangu yuko kwa Bwana Sware. Na ukifika kwa baba anakusisitiza, wewe Bwana Sware anakupitia hapa au unaondoka wapi mke wa mtu sikana wake za watu hapo. Kwa sababu ni mke wa mtu. Kwa hiyo wewe umejipeleka mwenyewe. Ukijipeleka hivyo hivyo utabebwa. Atakubeba huyu atakaa na wewe siku 3 anakuacha. Kesho anakuchukua huyu anakaa na wewe siku 4 anakuacha. Kwa hiyo unajikuta unaluka hivyo na umri unaenda pia hivyo. Umri unaondoka, huyu akakuzalisha, yule akakuacha, hajakuzalisha. Kwa hiyo hivi maisha ndio hivyo. Kwa hiyo mpangilio wako mwenyewe tu mdada. Pangilia mambo yako vizuri, tumia akili. Chana wanaume sasa hizi ni matapeli, wengi ni waongo. Yaani wanaume ni waongo. Vipi unatusingia? Anaweza kadini na wanawake hata 6. Huyu akamuongopea hii akaja kamoa tu mmoja. Dula kwenye hili amempokeaje shemeji sasa? Mimi naona kampokea vizuri. Haya kwangu mimi nitamkataa. Mbona mimi wake nawachukua? Ananiletea mimi yote namchukua, awe mrefu mfupi, awe nini, andunje na namsikiliza. Yeye anakataa huyu shemeji yake amkatae na usuni. Hawezi kumkataa, yuko naye sawa. Kila siku nani lazima kidogo mwenyewe aseme bana. Sister hapo sawa. Fresh yeye kubwa anasema tu una amani. Anakuuza una amani na fulani, anambia kama wajikuta una amani sawa, mimi mtu mzima, mimi sio mtoto, mimi najua baya na zuri. Najua nachokifanya pia. Sasa napenda sana kitu kimoja kwenye familia yenu kuhusu ndoa nyaga mcheleweshi. Sio tucheleweshi, zinatupenda sisi, tuna baraka hizo. Sisi hatujaombwa zinaa. Sisi babu yetu alikuwa na msikiti, historia babu yetu alikuwa na msikiti. Kwa hiyo sisi sio watu wa zinaa, yani tujaomba kwenye zinaa. Kwa hiyo ndio maana baraka za ndoa zinakuja. Kuna familia na historia waolewi hao. Kuna familia na historia waolewa waoi. Kwa hiyo bora sisi familia yetu na historia ya kuolewa na kuoa. Kwa hiyo sisi kitu kizuri. Okay sawa. Ilikuchukua muda gani kuchukua maamuzi ya kuolewa? Muda gani ulichukua? Baada kutoka kwenye ndoa. Baada ya kumuona yeye ananipa fulana upendo, hainichukua muda. Nikafanya maamuzi ya kuolewa. Ilikuwa muda tu mchache sasa. Muda mchache. Dula sasa hivi aliweke vipi ya kuhusu kuoa mdogo wako? Anapanga akipata mke ataoa. Na zile taarifa ambazo alikuwa anazungumza juzi kwamba kuna mke wake wa zamani alirudi sio na nini? Huo uongo bwana. Huo uongo zingine shogangu na anatoa boko. Lakini inasemekana Dula bana bado haja move on. Kivipi? Maana si mwenyewe akiuliza anasema bana mimi kusema kweli moyoni huyo mtu bado yuko. Anachokwambia yeye ndio kipo hicho. Mimi niuliza mabali za Salenda kuelezea. Kwa hiyo anachokwambia Dula pengine ndio kipo, inawezekana kweli. Mdogo wako mshauri bana. Ni mshauri mapenzi anashaurika. Yaani katika maisha yako usije kuzungumzia swala la hisia. Swala la hisia ni jambo zito sana. Mtu akuelewi. Mpaka ajionee mwenyewe mapenzi hayashauriki. Hata kuna usitoka kasubutu. Sasa tunamwambia bana kule utamsha siku utafunguliwa kesi wake za watu wale. Mimi hiyo nimemwambia sio vizuri kwa sababu ni mke wa mtu simzungumzie, lakini kwamba simpende mtu anampenda anayejisikia na usimshauri mtu asimpende mtu, mapenzi yana nguvu. Kwani hujui? Kwa nini mimi naweza karudi siku moja? Wewe unataka kurudi? Yeye. Anaweza akirudi akijisikia kurudi arudi. Na unabariki fresh. Nikatae kwa sababu gani sasa? Hana shida. Mwenyewe yeye mimi atakayempenda kaniletea yoyote. Awe yule sio yule akiniambia huyu nimempenda na mimi inabidi nimpende ifi yangu. Pendeza hivi vipi sasa? Anaongea au tunaongea fresh. Yaani mwanangu sana. Ana tabu. Vipi nani kutambulisha pale nyumbani labda na nini? Kwa sababu hajamtambulisha. Mimi nasikia tu kama mahusiano yao, lakini mimi ninapojua yule kaniambia rafiki yake. Kwa hiyo mimi nikashika ule rafiki na mimi naye tukapatana tukawa marafiki. Kwa ndio rafiki ambao mimi naujua. Rasmi mingine bado sijaambiwa. Dada mtu utapokea ngapi sasa? Kwamba Dula anaikaika gani bwana? Mbona wengine tu hawajulikana na maikaika, sasa sababu watu wanamjua ndio hivyo. Anaikaika tu ipo tu kawaida kama wanaume walivyo. Unajua wanaume mlivyo. Naende kwa. Jana nimeona pia alikuwa anashauri pia nani alikuwa anamshauri Fayvan aolewe na Rayvanny bana, kwamba amekaa muda mrefu sana na nini, akasema kama ameweza kudumu na mwenye Qsa basi anaweza kaa nini na nini kama vile. Wawane wale. Sawa, sasa yeye hawezi kuwashauri wajui mpango yao. Maana wengine kaa ndani ya nyumba anasema bana sisi mpaka tupate gorofa likiisha tutaoana. Sasa unashauri vipi watu kama hao? Kwa hiyo kila mtu ana mipango yake na mume wake. Na kila mtu ana ndoa yake. Wengine wanasema tuoane kwanza tutatafuta ile gorofa tukiwa wote. Kwa hiyo huwezi kufa kunini yani. Nimeona pia nani Wema Sepetu amerudiana pia na Whozu pia. Ndio vizuri sasa watu wanataka waachane tu. Warudiane waachane ndio maisha. Hivi kuachana na kurudiana na kuachana. Hiyo sio kama penzi limeisha kweli. Halijaisha, inakuwa ni hiyo inakuwa ni hamjakoseana sana ndio maana unaweza kurudi. Lakini mtu yote alikukosea sana urudi wewe. Subutu. Maumivu kabisa unayo hapo narudia wapi? Kwa hiyo ukiona hivyo na maana penzi lipo hivi. Au sio? Kuna lote. La mwisho bana kwa watu wako naambiaje? Nawapenda sana.
Mume wangu ni mwanaume ambaye kama rafiki. Tunashauriana vitu vingi. Tumeshauriana, tumefungua hili hapa duka haka Siwa Mchanganyiko. Sawa kabisa. Kwa hiyo tutakuwa na Siwa Foundation. Tutakuwa na Siwa Foundation, Siwa Mchanganyiko. Kutakuwa na Siwa TV. Msimamizi wangu wa Siwa TV huyu hapa mtoto wangu. Sawa. Anaitwa Sam Keki, anapika keki. Huyu mtaalamu wa keki huyu. Na mambo yake haya. Si uje usalimie wewe nawe. Umezibaka kama maji ya nini ya mtungi. Tutaongea naye. Mtaongea naye. Sawa. Sawa. Bana, mimi nikupongeza sana mama yangu, umekuwa ni mtu fulani ambaye sisi tukija hapo natupokea pia kila siku. Nikupe pia pole na mfungo pia na hongera pia kwa kuendelea kufunga. Asante, namshukuru Allah. Asante. Asante, alhamdulillah. Hapo.